وجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما ولما ورد ماء مدينة وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير وأبونا شيخ كبير ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم
دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء إذ قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين صدق الله مولانا العظيم. Aya zake, lakini nitajia aya moja tupate faida. Aya moja inasemaje? Hizo ni habari za Nabii Allah Musa alipokuwa wanted, akatolewa mbio, akatoka mpaka Madian, akakuta watu wenye kuchota maji, wengine wenye kunyosheleza wanyama. Katika watu hao akakuta miongoni mwao mraataini tahudan, kuna mabinti wawili, na kwa kifupi kati ya mabinti wawili wale mmoja wao akawa mke wake. Sallu ala nabii. Umeona mambo hayo Na Nabii Allah Musa safari hii alienda kupokelewa na mja mwema, na wachache wakasema ni Sayyidina Shuaib, lakini wengi wakakataa hakuwa Sayyidina Shuaib. Na alikaa kule Nabii Musa Jordan takriban miaka 10. Wallahi Allah amlipe kari wetu kwa kutupa historia kama hii. Kwa wale ambao tumepita kidogo historia, basi aya hizo zikisomwa zinatusafirisha mbali kabisa, zinatupeleka mbali, hasa Sheikh Said. Maana yake yeye na Nabii Musa utafikiri mtu na mjomba wake. Na Sheikh Said asema akthar min 70 mawdhi'a dhukira qissa Musa fi al-Qur'an al-Karim. Jengine simtaji qarigani, lakini faliyatafadhal mashkura arihna bil Qur'an. Karibu Sheikh, karibu kidogo tupate vitu vitamu. Na wewe sijui utatupa habari gani?
Sheikh Isa Qudra. Isa Qudra ndo katoka. Karibu Sheikh. Ila kumweka Mtume Bashira siku hiyo sala na salamu zende juu yake Abul Qasim na jamaa waliomsifu ni kama ndotoni, walokiswatifu wamekibaini wamekibaini. Sala na salam zende juu yake Abul Qasim na jamaa zake sallallahu ala sayyidina Muhammad. Mtume Muhammad. Sasa huyu bwana Sheikh Saleh Saigon na Sheikh Kebi wakanambia Othman Michael, mtizame kalbi kacha muziki, inawezekana. Sasa wewe tunakupa takaza kwa ulimi wako, tumeandaa kundi ya siku 3. Wiki hii tutatoka na Diamond Platinum. Ni kwa zamani kidogo, na tushafanya tashkili yake, yupo tayari. Nasikitika katika kundi ile
nikatoa udhur kwa sababu kulikuwa kuna kundi ya Masri ilikuja na mimi nikatakiwa kufanya tarjama Tanga. Sikujua kwamba walitumia muda au ilikuwa vipi, lakini nilitamani na mimi nitumie, kwa sababu zamani nilikuwa mimi pale markaz kukija wale watu hususia wale, basi natumiwa. Mfano imamu wa msikiti wa Lindi awal marra, tatu yake ya mwanzo nikamwambia kuna imamu utoke naye akanolewe fikra, nikatoka naye Sheikh Wesu akapenda sana fikra, na ndo chanzo cha mimi kuhutubu sana pale Lindi kwa sababu tulitoka Bagamoyo. Lakini pia mzungu mmoja ambaye alifikia kwangu, mzungu huyu ikabidi tumpeleke fi sabilillah kabla ya kusilimu. Sharti alonipa ni moja tu, kwamba ile kukunja tahiyatu hataweza tumbebee kigoda cha kukaa. Sallu ala nabii. Tumefahamiana vizuri Kwa hiyo na waimbaji wengine wachukue mfano kutoka kwetu. Huku kuna kila kitu, na sisi ambao tumepewa neema ya Qur'an, hasa ndugu zetu waliotangulia kusoma Qur'an, cha kwanza hadi ilotolewa anayeshikamana na Qur'ani hawezi kufa kifo kibaya. Hilo la kwanza, kifo cha udhalilifu hatopata. Lakini pia mahir ala alqur'ani, mtu hodari wa Qur'ani kuisoma, atakuwa pamoja na waandishi watukufu siku ya kiyama. Na ikaja tawili, mtu yoyote ambaye amepewa neema ya Qur'an na akamuona yoyote alopewa jambo la kidunia amebahatika zaidi kuliko yeye, atambue ameidharau neema alopewa na Allah. Sawa, anohifadhi maneno ya Allah, faqad istadraja an-nubuwwa fi jambayhi ma lam yuhafi. Ukihifadhi Qur'ani una maneno ya utume, sema upati wahai. Kwa hiyo pia rai yetu ya kwenye vitabu inasema haifai msomi wa Qur'ani, hafidhi wa Qur'ani akajijuharisha, akajifanya mjinga pamoja na wajinga wengine. Tutamshangaa msomi wa Qur'ani mishipa imemtoka naye kwenye Simba, Yanga, anatangaza mpira. Hapana, habari kama hizo. Lazima awe mtu smart, lazima awe mtu wa pekee, asijichanganye awe hivi. Akiwa hivi, baraka zote za Qur'ani zitampata kabisa kabisa kabisa. Kwa hiyo jambo mlolishika ni kubwa, na watu wanakula na kuvaa kwa jambo la Qur'ani. Acha pengine Tanzania tumechelewa kidogo, hebu safirini nje kidogo, mtaona thamani ya Qur'an kwa kari wa Qur'an. Nilikuwa na rafiki yangu Ankoidi, siku moja akaniambia maneno mazito. Ananiambia hivi, Sheikh Othman, mimi huwa nikisafiri, nikienda nje Pakistani wapi, kwanza najisahau kama Mtanzania, ile istiqbal. Siku nikihisi napanda ndege kurudi Tanzania, hata nafsi yangu naichukia na kuwa mnyonge kabisa. Bado hapa hawajaiona thamani ya Qur'an. Lakini nyie shikamaneni nayo Qur'an. Chuma cha Mkuranga, Sheikh Omar Muhia ni watu wa Qur'an, wanasimamia Qur'an, wametoa material ya watu wa Qur'an. Kwa hiyo watu wa kheri, ila wasife sasa hivi, Mungu awahifadhi, ila wakifa kwa sababu watakufa, lakini hiyo iwe ni fil mustakbal, sio sasa hivi tena. Isiwe sini tamfisi sheshafi, iwe taswifi, iwe saufa. Wakifa mtaona hadhira zitakazwa kusanyikia kwa heshima ya Qur'an. Wana roho za watu wengi. Nilikutana na kijana mmoja anasoma, alituswalisha alfajiri kwenye mkesha Chanika. Kijana yule Sheshafi ulikuwepo na wewe, ile Mzanzibari, anasalisha kule kwa Uthman Maalim. Anasoma huyo, katika kusoma ananipenda na mimi nampenda. The end akanambia sisi katika vijana wa Sheikh Omar Muhia. Akasema anatisha Sheikh Omar Muhia. Maneno ya Allah tu, maneno. Ndo maana Mirsabu akajitambulisha, kaona kule hakuna mpango,
Sasa wapenzi wake wote wamfuate, wamwambie umeona nini, wamng'ang'anie. Na ninakwambia kila kukicha ni wengi wanatoka kule wanakuja huko. Unabisha. Sio Osman Maiko naye sikatoka huko kanisani. Au vipi? Kaja huko. Sallu ala nabii. Karibu Amir Saab. Tupe fikra kidogo, tupe na introduction kidogo. Bismillah nahmaduhu sallallahu mustafidi. Mashaallah. Ndugu zangu, Allah subhanahu wa ta'ala awalipe ndugu zetu makali. Ndugu zetu walikuwa wanatupa maneno mazuri ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sote shekhe wetu Sheikh Uthman, Allah subhanahu wa ta'ala mkubalie. Ndugu zangu, Allah ameweka mafanikio ya wanadamu katika dini. Dini ikipatikana katika maisha yetu tutafanikiwa, na dini ikikosekana katika maisha yetu hatuwezi kufanikiwa. Watu wanajua kwamba mafanikio labda yapo katika kumiliki vitu katika vitu vya kidunia, labda mtu akimiliki pesa nyingi, lakini ndugu zangu, hakuna matumizi ya pesa baada ya kufa. Naam. Matumizi ya pesa katika dunia, utanunua unachotaka, utavaa unachotaka kutokana na pesa, lakini baada ya kufa hakuna matumizi ya pesa. Kadhalika unaweza kuwa ni majumba mazuri, ukatamani majumba mazuri, lakini baada ya kufa hakuna matumizi ya nyumba, ni mwanandani. Kwa hiyo Allah jalla jalalu kwa ajili ya hili akatuma mitume alayhi salatu wassalam kuja kuwafahamisha wanadamu ufinyu wa dunia na wasa mpana wa akhera. Kwa dunia muda mchache inakwisha, lakini akhera ni yenye kubaki. Kwa mtume wakaja na neno moja, enyi watu tamkeni la ilaha illa Allah mpate mafanikio. Kweli waliokubali maneno wamefanikiwa, na waliokataa wameangamia. Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, mtume wa mwisho, ametumwa na akatoa mfano, asema mfano wangu mimi na mitume wote waliotangulia ni mfano wa mtu alijenga nyumba nzuri, watu wanapita wanashangaa ile nyumba, lakini katika kipembe kimoja kuna tofali hajikamilika, limeacha kuna tobo. Yani nyumba nzuri lakini ina tobo. Sasa watu wanasema nyumba nzuri lakini ukifika kwenye tobo tu wanaitwa kasoro. Sema lao hapa kungekuwa na tofali. Mtume sasa akasema mimi ndio tofali na mimi ndio muhuri wa mitume wote. Kwa sisi kufanikiwa kwetu kwa katika imani iliyokuwa madhubuti, yaqini juu ya Allah kwamba Allah ndio mfanyaji, amefanya, anafanya na ataendelea kufanya. Yeyote asiyekuwa Allah hawezi kutunufaisha wala kutupa madhara, yadhuru wa yanfa'u. Yeye anamiliki madhara na yeye anamiliki manufaa peke yake. Anatulisha, anatuvisha. Kula kwetu sio harakati, kwa sababu dukani kuna wakulima wanalima, kuna nafaka madukani tunanunua, tunakula kwa sababu Allah anatulisha. Tunavaa kwa sababu Allah anatuvisha, tunatembea Allah anatutembeza. Hakuna tunachofanya sisi kama wanadamu. Lazima ipatikane nini? Nguvu ya Allah juu yetu. Kwa hiyo imani ni jambo kubwa sana ndugu zangu. Na maharibiko yote ni upungufu wa imani. Kwa sababu leo juhudi ya imani imedogeshwa. Lakini imani, mtu akifa bila imani anaenda jahannam milele na milele. Na ndio juhudi ambayo imedogeshwa. Maana ukizungumza juhudi ya imani, unazungumza juhudi ya moyo. Vipi moyo wako utasalimika? Vipi moyo wako utatengenezeka? Lakini hicho iliyotambulika juhudi ya tumbo ndio juhudi ambayo ukikaa una juhudi, watu wa nguvu nyingi sana. Vipi nitakula? Vipi nitavaa? Lakini sio kwa sahaba radhiyallahu anhum walitoa juhudi kubwa kwa ajili ya kutengeneza imani na wengine kunufaika na imani. Na hata Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam aliwatanguliza ndugu zake wa karibu
Hata ilipotokea vita dhidi ya maadui, akatokea mmoja katika maadui, basi katika upande wake alikuwa anamtoa Ali bin Abi Talib. Akumbakisha nyuma kwa sababu imani kitu cha thamani. Katika vita vya Muta akamtanguliza ndugu yake Jaafar radhiyallahu anhu. Na akamkuta na majeraha 80 ya panga na mishale na mikuki katika mwili wake kwa sababu kushughulikia imani. Na mwanzo kutengenekea kwa umma huu imani madhubuti, ndio watu walikuwa na imani madhubuti na walipa nyongo dunia. Lakini mwanzo kuharibika kwa umma huu, basi mipango mirefu na tamaa. Kwa hiyo ndugu zangu wapenzi watukufu wa Kiislamu, tujitahidini tutoe muda katika njia ya Allah. Tumsaidie bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi ni manaibu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tufanye kazi yake. Tusiathirike na waliokuwa nao wengine, kwa sababu hayo waliokuwa nao wengine yote yatakwisha. Lakini aliyotuletea bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam atabaki na tutapata manufaa kutokana na hayo aliyotuletea bwana Mtume sasa. Kwa lazima tusimame tumuami bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tuyame lile jambo kubwa ambalo Allah alimpa. Hakuna mtume atakayekuja baada yake. Kwa kazi kubwa ya mitume alayhi wasallam ndio ipo katika mabega yetu. Hii ni umma bora, umetolewa kwa ajili ya watu. Na mnaamrisha waliokuwa mema na mnakataza waliokuwa mabaya, na mnamwamini Allah. Shetani amepewa umri mrefu sana na apumzike tena kupoteza watu. Yeye kila siku anafanya juhudi vipi watu wataacha njia iliyokuwa nzuri, njia iliyonyooka, watapinda wakaingia jehanamu. Na amepewa umri mrefu na ana wafuasi wengi kuliko sisi. Sasa unafikiri juhudi yake kama sisi tusiposimama ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam tukafanya kampeni tukufu yeye ya kumtangaza Allah na wale watu wabaya wakawa watu wazuri, unafikiri shetani yeye juhudi yake analala? Shetani analala. Na wala juhudi ya shetani wala afanye juhudi kubwa ya kupoteza watu. Watu wenyewe washapotea. Mathalan hapa tulipo katika mambo mazuri kama haya, mimi kwa sijawahi kufika shehe wangu mashaallah, Sheikh Uthman amenialika show. Nimekuja nimefurahi kusema kweli mashaallah. Moyo lakini sehemu kama hii ambao moyo unatulia, unapata raha. Wangapi wanakimbilia sehemu kama nasema ngoja twende kwenye busadi tukapate raha. Lakini hawajui maskini raha tunazozipata sisi kwa sababu ile chembe ndogo ya imani tulikuwa nayo. Ndio maana usikia mashairi ya bwana Mtume unasikia raha. Chembe ndogo ya imani tulikuwa nayo. Ukisikia Qur'an niwape nini mzee wangu? Niwape hichi ndio muhimu hichi. Wallah. Hapana. Mtamasha wangu nitatafuta anipe kidogo. Nishasahau siku nyingi, nishasahau. Muda mrefu sikumbuki tena. Hapa na furahi na kutatiza kidogo. Nimepitia komenti zako za zamani. Naam. Kuna komenti moja, mtu mmoja anakuombea dua. Allahumma amin. Kabisa hivi kaacha muziki kama shehe kubwa akumishe atufanye Allahumma na ampishe katika hali ya kuacha hiyo. Allahumma. Hapo kuna wengine huwa zinashindana. Wengine nasema huyu bwana wapi dhahabu ndio kusikia popote atafutwa aendelezwe popote alipo. Lakini wengine wanaomba Mungu akudumishe na ushehe. Kwa hiyo nasema wasije kuombea kwa sababu zishinde zaidi. Tuendelee. Naam. Kwa hiyo sehemu ambayo ina mambo maovu, mambo mabaya, nakuta watu wengi wamejaa. Kwa sababu shetani juhudi yake si juhudi kubwa. Sio juhudi ya kumpoteza, yani juhudi ya kumpoteza mtu sio juhudi kubwa. Lakini juhudi ya kumfanya mtu awe masuburi, nataka tushirikiane kwa kweli. Sote kwa pamoja kama umma. Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam
yeye ameeleza fadhila nyingi kuhusiana na kazi ya dawa, na matunda mengi yanapatikana kutokana na kazi hii. Lakini sasa mpaka kazi hii, maskini ya Mungu, mpaka uchaguliwe hivi hivi, yani uko na yani mpaka Allah akuchague. Na kwa sababu ni kazi ya wanaume, mitume alayhi wasallam 124,000 wote wanaume. Ni kazi ambayo muoga hawezi, anaogopa. Mnafiki anakuepa afanye anakula chocho. Ni kazi ya wanaume, na kwa tu ni kazi ambayo ukikaza kweli alameka malipo makubwa akhera. Na hakuna ubishi wote, na unapata siri nyingi kufanya kazi hii. Mtume SAW siku moja katika msafara wake wa kidawa akakutana na mtu mmoja, bedui mmoja, akamwambia unakusudia kwenda hapa? Sasa mimi naenda kwa watu wangu. Sasa kuna kheri vipi, uko tayari? Sema kheri gani? Akasema ushuhudie kwamba hapana pasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah na mimi ni mjumbe wake. Akasema nani shahidi wa hayo unayozungumza? Akasema mti ule. Basi ule mti akauamrisha ukaja mpaka ukapasua ardhi, ukaja mpaka mbele, ukashuhudia mara 3. Lakini mtume akusimulia ile siri ile au ile jambo akusimulia, mtume zasema kakausha kimya, akaja kutusimulia sahaba. Umeona nguvu ya dawa, akafanya dawa. Alipofanya dawa yakapatikana mambo makubwa, lakini hakwenda kusimulia. Wala hakuna sehemu yote mtume alosimulia, ala akaambia masahaba wake, jamani nimempa mtu dawa, mtu nikauita ukaja, kakausha. Siri kiasi gani? Lakini sahaba kwa sababu alikuwepo hakuweza kuvumilia, akazungumza. Nilikuwa na mtume SAW na bedui tukakutana naye, ndio akasimulia hadithi, tukaipata kwa sahaba, tukaipata kwa mtume mwenyewe. Kwa hata sisi tukiwa katika kazi ya dawa utapata siri nyingi. Siri nyingi kwanza zingine utasahau hata kusimulia. Lakini sisi hatupewi mambo mengi kwa sababu sisi tunasimulia. Mimi nikiyapata tu na kuja kukupenda, jamani hivi nimemota mtume kafanya, au nimeona jambo fulani hivi. Sasa ile jambo sisi hatupewi siri kwa sababu sisi hatuna nini? Wanaita Kaaba. Nini wanahitaji? Wale Waswahili wanahitaji soko bwana yaega Kaaba. Wanahitaji Kaaba. Na kuna sasa sisi hatuna, ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala hatupi vitu kwa sababu kitu kidogo tunasema. Lau kama sisi tungekuwa na sisi tukipata tunaficha, basi Allah angetupa siri nyingi katika idawa. Kwa alhamdulillah sisi markazi yetu Mchikichini pale. Harakati inaendelea kila Alhamis. Ukija pale, Allahu Akbar. Kwa sababu faida ya kwanza ile amali zinazofanyika, Qur'an, azkar, qiyamul layl, na saa mbalimbali, dawa mbalimbali, yale wale watu wapole, watu watulivu. Wewe unapata athari katika moyo wako na unafanya maamuzi kwenda katika njia ya Allah. Tutakuwa tayari wazee wangu inshallah. Allah atukubali. Karibuni markazi pale Mchikichini. Kila siku ya Alhamis inshallah tunakutana pale, tunafanya fikra kwa pamoja. Jazakumullahu khair. Jazakallahu khair. Mrsab tashkiri kesh. Lakini naona mkalimani amechelewa. Sheikh Ibrahim Minja, tupo katika kuhitimisha. Cha kwanza kabisa, wallahi tumeona faida. Hauwezi kuamini macho yako. Maneno aliyozungumza Amir Hussein, na ukiambiwa zamani historia yake alikuwa ni mtu yupo katika music kesh. Maneno aliyozungumza leo Abdul Haj Miraj, Sheikh Abdul Miraj, maneno aliyozungumza hata sisi ambao baadhi hatujawahi kuingia kwenye music, tukiambiwa tuje tuyazungumze tunaweza tukashindwa, kwa sababu ni maneno yenye uhai, ni maneno ya fikra, ni maneno tumekubali kuyapa masikio na moyo, ni maneno mafupi lakini yana pointi kubwa sana. Ametuelekeza akhera, na ukijua ile dini ipo kesh, Allah mhifadh. Nimefanya maksudi, hebu tupe kidogo, lakini fikra imekaa. Anauliza nikupe nini zaidi ya haya?
Umeelewa kidogo? Ehe. Kwa hiyo mimi nasema wanaotoka huko na waomba waingie kwanza kwenye kazi ya dawa. So maksadi al-khuruj islahi anfusina. Maksudio ya kutoka ni islahi yako, yani maslahi ya nafsi yako, sio nyingine yoyote. Na hata alipobainisha sahaba yule alosimulia kisa cha Rasulullah mti kupasua ardhi na kuja kushuhudia kwamba ni faida ya da'wa, yeye amelingania na sahaba kaongoka kaenda kueleza habari zile. Sasa basi, kama alivyokusha kusema katika tashkil, tuhudhurie katika marakizi za da'wa hizi. Kuna uhai mzuri. Wanasema kifiqhi maji masafi ni yale yanayotembea, yalotuama si masafi. Kwa hiyo na sisi tukitembea, mashallah, tutakuwa wasafi. Alal aqali zamani Sheikh Omar, ukweli bwana, darasa la kwanza au chekechea mpaka darasa la 5 mimi nimesomeshwa na udhamini wa parokia moja ya Roman Catholic kule Tanga. Na dhehebu langu tukienda na Sheikh Shafii tutamuonesha muujiza hajai kuona. Ake Sheikh Shafii anajua hija iko Maka tu. Basi kule kwetu kuna hija ya Wakristo, swalla ala nabii. Kituo cha hija hasa si magari mengi tumeanza kuyaonea kwetu kwa sababu Wakristo wakuja kuhiji pale. Na wanafanya tawafu. Na usiniulize mara ngapi tawafu hiyo. Na mimi shai kutufu na mishumaa ile. Alafu katikati amebebwa Bikira Maria, na tuna ile sala yetu, Salamu Maria umejaa neema, Bwana yunawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote duniani, Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombe sasa na saa ya kufa kwetu, amina. Tuombe, tunakuomba baba, sijui baba nani. Haya sasa, umeshafahamu vizuri. Chakula kikija kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho. Hatujasahau, mimi nimepata mpaka kipaimara, nimeenda regioni, tumesoma vitu kama hivi sana tu. Hebu angalia chekechea mpaka darasa la 5, you can imagine nimepata mangapi. Na siri nikupeni siri, miongoni mwa future ambition, my future ambition is to be, enzi hizo malengo yangu makubwa na kuandaliwa na parokia, ilikuwa natakiwa nipelekwe Ulaya ili niwe father, niwe padri. Na nilosoma nao mpaka sasa hivi ni mapadri, wengine wapo hapa Dar es Salaam. Mpaka sasa hivi ni mapadri. Kwa hiyo sasa Mwenyezi Mungu aliniongoa. Basi mimi ni mtu wa kwanza nilianza kujipeleka madrasa. Wakati nakwenda madrasa nikawa Ijumaa na uwezo wa kuhutubu, alafu Jumapili kanisani kama kawaida. Ijumaa msikitini, Jumapili kama kawaida. Na kwa sababu mwalimu yule alikuwa na hekima, alikuambia endelea, usiache. Tena ananiambia ushaenda kanisani, usiache. Kumbe alikuwa ananitengenezea mazingira, ngelikurupusha mapema ngeshindwa. Walimu wenye hekima. Sasa mpaka nikatoka kule Tanga naja naendelea soma, akili yangu ilikuwa nasema ukisoma sana ndo pepo. Na miongoni mwa watu nilikuwa siwaelewi kabisa watu wa da'wa na tablighi hakikatan. Na bahati nzuri msikiti ulioanza kuniingiza fikra ni msikiti ambao ndo markazi ya sasa hivi. Pale wote wanaokuja wageni, pale ndo nilipokulia Sheikh mimi pale Ichikichini. Sasa watu wa dawa wana hekima. Ilikuwa kila mara wananipa bayana au kalam julus, sitting talk, ile mazungumzo ya chini. Na nikishapewa na kanyaga mwanzo mwisho, yani nawaponda, alafu wakishamaliza mashaallah dawa yako achi, kesho tumpange bayana. Nasema watu nashambulia afu anazidi kuniweka tu hapa, habari zake kubwa. Walikuwa na fikra ya hali ya juu sana. Mtu mmoja anaitwa Shahidi Mubaraka, rafiki yangu mpenzi, siku miongoni mwa siku tunasoma katika halqa sote, akanambia wewe Amiri wangu njoo nikwambie,
wewe si tunasoma wote hapa, ambia sasa wewe nakwambia hebu nenda ile dawa siku zile 3. Nenda. Hawa jamaa unaoenda nao nakupa tambihi. Kwanza wewe utakuwa na maarifa kuliko wao. Unaweza ukampata Amir Darwish kabisa, isipokuwa zile jazba zako zote tia mfukoni. Wewe kuwa mtiifu tu. Kila wanachokuambia wewe sema nimesikia, nimetwii. Usipinge na usifungue mdomo wako. Hata mimi nimeenda. Wewe nenda. Mimi tunasoma na wewe darasa kwa pamoja. Nenda. Siku 3 tu. Alafu niambie utapata nini? Tukaenda 3 za kwanza. Ahbab. Amiri wetu alikuwa Amiri Mkonde. Jambo la kwanza niliona kibarua. Unaona huu mkao alokaa shekhe huu. Masaa 3 kwa taalimu, nikaambiwa tukae hivi, nasema wataua mtu hawa. Miguu ikawa inauma. Hilo la kwanza. Siku ya kwanza kabla ya sala tukaenda kufanya tahsiri, kulingania watu. Habari zake mzito. Hapo tunaenda mazungumzo ya nje na Amiri Sina Mgunda. Hapo kazi ilikuwa inafanyika kwa uchungu mkubwa. Tulipofika tunamlingania mtu aamke ili tukasali naye, akatoka yule bwana. Wakati tunaongea naye si bado hakujacha vizuri Mwandege huko. Bwana akatokea paka sijui alitokea wapi, wanagombana wakaanza kupiga kelele kwenye bati. Nilikimbia. Alafu mimi ndo shehe, nilikimbia. Wale wote hawajakimbia, kila mmoja anaomba dua la ilaha illa Allah Muhammadur. Mimi nimetoka mbio hatari. Nikajisema kumbe mimi sina imani na hofu ya makhluk. Umeona sijakimbia. Lakini siku ya kwanza sasa tunarudi pale markazi. Nikaambiwa tukirudi pale markazi itabidi kutoa ahwali. Sawa, kuna ahwali. Sasa unajua zamani markazi ilivyokuwa kule Kiwalani, ile siku ya Alhamisi watu wamejaa sana. Kwa hiyo unajua, kwa sababu tulikuwa tunatokea siku 3 pale. Kwa hiyo unajua kutoa ahwali Alhamisi, unarudi pale pale unakutana na umma ule ule. Mimi nikamwambia mimi siwezi kuongea na watu wote wale. Akaniambia utaenda utaeleza ahwali faida ulopata Maulana. Nikasema hawa wanijue, sinkatoroka. Nikarudi mpaka Mchikichini. Lakini cha mwanzo nilipofika pale wallahi nikasema nahisi nilisilimu siku nyingi. Haya maneno nilisema pale. Nilisilimu siku nyingi. Lakini ilikuwa bado wallahi leo ndo nimesilimu upya. Mimi ndo Muislamu wa sawa sasa hivi. Tokea siku hiyo t-shirt na jinzi zikanikoma tena mpaka leo. Nikalinganiwa na bwana mmoja hatari sana anaitwa Sheikh Hassan Abasi. Sheikh huyu Sheikh Hassan Abasi usiombe ukutane naye. Ni sahaba kivuli wa zama hizi. Alimfanyia mtu ziara Ilala mpaka Kahama kwake. Mtu mpaka Kahama, unaona mchezo? Si mchezo. Si mchezo. Mtu mmoja alinisimulia katika visa vyake, hajanisimulia yeye. Asema alienda kumlingania mtu aende njia ya Allah. Yule mtu akamtemea yule shekhe mate usoni. Watu wana suhuba za mihanga ya masahaba. Alipotemewa unajua kafanya nini? Mashaallah, mate ya mcha Mungu. Mate, wewe unaweza? Kesho kaenda kijana wake. Anagonga hodi, kutoka anamkuta jamaa analia, ndevu zimejaa machozi. Akambia unalia nini shekhe? Angambia jana kaja amiri wangu umemtemea mate usoni. Amepata daraja kubwa na mimi hujanitemea. Nitemee kwa yule bwana akaanza kulia. Kwani mnataka nini nyinyi? Ambia uende katika njia ya Allah. Twendeni huko. Au akaenda. Sasa huyu bwana wallahi alilingania vikali mpaka nikaenda hizo siku 40 Singida. Yaani shekhe ana fikra kubwa, nilikuwa nampiga chenga. Alisema hapa Habibi hapa. Asema hii kwanza kazi ya nani? Ya wanaume. Mnafiki anafanya nini? Apiga chochoro. Mimi naamini hivyo. Kwa sababu Sheikh Hassan Abasi alinishikilia nitoke siku 40 niende Singida. Hizo changa alizokuwa nikimpiga, tupo Mchikichini namwambia Sheikh, mimi sasa hivi tuna mechi yetu tunaenda kucheza mpira. Hakati tamambia, oh mashallah jambo zuri. Jambo
zuri sana. Basi twende mpirani, ukishamaliza tuondoke. Akasema mzee ananisindikiza mpaka mpirani. Akasema hii hatari, atakuja kuua mtu huyu. Nikaenda siku 40 pamoja na Sheikh Hassan Juma na Idi Mubaraka. Nilipata faida za hali ya juu sana na tukaitumia Singida. Kwa hiyo ni mambo mengi, tunamshukuru amepata fikra kama hizo na leo tumestafidi. Na hata siku moja tuko na Sheikh Saidi na Sheikh Shafii tulikuwa Chanika, tukaja kuzungumza kwamba ipo siku tutakuja kutembelea Ahbab, tutoke kwa pamoja, na tukaanza kutanguliza gharama zetu tulimpa Abbas. Kwa hiyo Sheikh Abdul Pereka Karukuzali Markazi, kundi ya ulama ipo jikoni, tatumia muda. Na jana nilikuwa na fikra, nikasema nilimpigia Sheikh Mchumia nikamwambia nina fikra, lakini sijamwambia. Na fikra ya mambo mawili. Fikra ya kwanza nilikutonya Sheikh. Fikra ya pili nikasema nataka nitumie muda pamoja na hizi media, japokuwa si kazi ya media, lakini kuiarifisha kazi yetu ya dawa, nini kinachofanyika huko. Baki watu wanaonekana ni udaruweshi tu, lakini habari zake kubwa wallahi. Kuna habari kubwa, hadith wala haraj. Habari za hali ya juu kabisa. Baada ya hapo, ili tusichukue sasa wakati wa sala na wakati wa chakula, nitamalizia kwa machache. La kwanza, Sheikh Haidar tunaye, lakini leo ametupa udhur. Anasema hali yake ya afya si nzuri ya kuzungumza, kwa hiyo tutampa udhuru huo. Lakini tunaye Sheikh Shafii. Lakini kabla ya hapo, tunatarajia Allah subhanahu wa ta'ala kiruzuku afya na siha njema. Tarehe 15 itakuwa ni ile hadhara ya Tanga. Safari hii kama tutafikiwa kwenda, tutakatufanye msafara mkubwa sana. Na kila alofika katika busatili hili, hata kama ni mara ya kwanza, asipoteze fursa yake. Si tunasemaga tunaenda kwa ajili ya Allah, kulingania na faida. Tunaenda hatuna kitu, tunarudi mifuko imejaa na furaha zimejaa. Na safari hii ziara itakuwa kubwa zaidi. Hafla yetu itakuwa siku moja, ili tutembelee miji mbalimbali na misikiti mbalimbali. Lakini mashekhe tunao, makari tunao, na kule Tanga kuna milima ya ajabu. Na ninaweza nikasema pengine miongoni mwa miji ya Tanzania, Tanga nayo inaongoza kwa milima ya Usambara. Sasa kupitia jambo hili, mashekhe waende kwenye vilele vya milima kule, wakatoe maneno yao, wakasome aya zinazohusiana na majabali kule. Pengine tukafanya dawa kwa njia hiyo, mambo yakawa makubwa. Lakini pia ni nchi au ni mkoa ambao una neema sana. Neema ya matunda, neema ya nini, na vitu kule ni rahisi. Kwa hiyo tukibali ile weather, hali ya hewa itapendeza sana. Kwa hiyo tunasema hii ni siaha. Tunaenda kidini lakini na kuenjoy ndani yake. Lakini pia tukikuta wajane, mafukara, inshallah tuwasaidie. Haja kubwa ni dini. Lakini pia safari hii tuende na azaim. Kila mwaka tunavyosafiri, basi tujue tumeanzia wapi, tumeishia wapi, ili sehemu zote hizo tuache athari, kwa sababu hakikatan tumeshakubalika na watu wanatufuatilia. Kwa hiyo tuwapeleke dini na watu wanatizama mpaka Marekani kila siku. Msafara wa mwaka juzi, mtu mwa Sheikh, nimeiona ile safari yako ya juzi. Ya juzi hiyo ya miaka tele. Wanasema mtembea bure si sawa na mkaa bure. Fikra yetu ikiwa moja, kuna kitu kitatengenezeka insha Allah taala. Hilo ni jambo la kwanza. Kwa hiyo tunatarajia tarehe 15 ndo tupo kwenye tukio la busatu lijalo. Insha Allah nafikiri tutaliweka katika target vizuri zaidi. Yengine tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kupitia busatu leo atupitishe kwenye uchaguzi uwe salama salimini, amani iendelee kutawala, kwa sababu angalia tulivyosikia furaha hapa. Angalia chuma cha Mkuranga leo kavurugwa kweli chuma, na shangaa sijamtunza. Unajua kwa sababu anajiamini, akili yake iko sawa, kuna amani. Sasa wasitokee watu wachache wakatuharibia amani yetu katika nchi ya Tanzania.
Kwa hiyo mashekhe, kwa nafasi zenu na dua zenu za infradia, muombee utaifa tuwe na amani kwa maslahi yetu sisi. Apite atakayepita, sisi hatuhusiki huko, lakini hii neema ya utulivu iendelee kudumu. Sisi tayari tuna vita nyingi, huo umaskini tu unatosha, hayo maradhi tu yanatosha. Sasa amani iendelee kubakia, na nina imani amani ikiendelea kubakia, vipaji, talanta, malakatu, vipaji vingi vitazidi kujitokeza, makari wengi watazidi kujitokeza, watoto wengi wa Kiislamu watazidi kujitokeza. Kwa hiyo pia tunachukua fursa hii, na ndio ilikuwa hutuba ya Ijumaa leo, Waislamu tukashiriki kura, lakini pia mbali ya kura, amani maeneo matano kila mmoja ahakikishe kuyatoa kwa binadamu yoyote bila kujali dini yake. Mpe mtu amani katika heshima yake, jambo la lazima. Mpe mtu amani katika moyo wake, mpe mtu amani katika viungo vyake, mpe mtu amani katika familia yake, lakini pia katika mali zake. Bila aksi ni uharibifu. Mwenyezi Mungu atubakishie amani. La mwisho, tumuombe Allah. Tumuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maradhi ni mengi, hadith wala haraj. Min sayyal asqam, miongoni mwa maradhi mabaya yanao trendi sasa hivi, kuna maradhi 12, lakini nitayataja maradhi 11. Katika dua zako za infradia usisahau kumwomba Allah jalia haya maradhi ya kuepushe nayo. Ukipata haya maradhi, kila siku wewe utakuwa unalia, kwa sababu utakuwa na amal, utakuwa na hope, utakuwa na uhakika wa kufa anytime. Kifo kimefanywa ni siri. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala indahu mafatihul ghaib, ana secret zake, ana siri nyingi sana, na hakuna leakage katika siri zake Allah. Maisha mabwana hayaendi sharti iwepo siri. Dunia yote mnavyoiona hii inaendeshwa kwa siri na password. Ndio maana kuna siri zake Allah, hata malaika kaabania wapi ngo. Hakuna kipenzi cha Allah kama Mtume Muhammad, lakini kuna siri zake hata mtume ampi. Tumeelewana Lakini pia Mtume sallallahu alaihi wasallam pia ana siri zake, ampi sahaba hata mmoja, na kamteua mmoja kwa ajili ya kuhifadhi siri zake. Wewe siri yako ni ipi? Mtu yoyote ambaye hana siri, baba ambaye hana siri, hafai kwa familia yake wala hafai nje ya mshtama. Ingekuwa sio siri, hata hapa tusingekaa salama. Inawezekana, wallahi, msibishe, pengine mmoja wetu miongoni mwetu mwanga mchawi. Tumeelewa? Na kama kuna mchawi mmoja anyoshe mkono kwa ajili ya Allah. Hamna mchawi hapa. Lakini kwa sababu ya siri wote tunadhaniana vizuri. Wewe unajuaje msikitini unaingia naye mwizi wa viatu, na ukimuona Allahu akbar, jamaa mjahidina, mwizi. Lakini kwa sababu kuna siri, miongoni mwa siri za Allah yale mambo matano katika suratul Luqman, anasema wama tadri nafsun bi ayi ardhin tamut, haijui nafsi ya mtu itafia wapi. Hii siri jamanini, na hii siri mpaka mitume wengi wamefungiwa. Nabii Idrisa yupo sehemu kwenye chumba kajificha, hajui. Maskini anakufana njaa. Nabii Idrisa alikuwa hajui. Nabii Adam anamtuma mtoto wake Shith kwenda kumletea dawa, anakutana na malakul mauti, ambia mzee muda usha. Hawajui moja siri. Aya, wewe leo ungekuwa unajua ukikanyaga Mbagara wewe ndo unakufa, utafia kule, ungeenda Mbagara wewe? Ungemsumbua sana malakul mauti. Sheikh, twende Mbagara, ambia wewe unamcheza huko, sikanyage Sheikh. Siri. Sasa tukihitimisha, tupate jamaa ya pamoja. Haya maradhi ukiwa nayo, hujaambiwa utakufini, lakini yatakuwa yanakusawijisha. Kwa hiyo tunamuomba Allah tufe bila kupitia mtihani huu. Semeni amin. Bila kupitia mtihani huu. Haya maradhi, katika dua zako muombe sana Allah akuepushe, ni katika maradhi mabaya mno. Kuishi kwa matumaini ni jambo gumu kweli kweli, iwe tu ghafla. Maradhi ya mwanzo, amradhu saratani, maradhi ya kensa. Kuna kensa ya damu, kuna kensa ya prostate cancer, tezi dume,
Kina mama, kuna shingo ya kizazi, kuna kensa ya titi. Kuna kensa ya titi. Hivi sasa nimepata dawa moja nzuri. Kabla sijapata dawa, mjomba wangu huyu hapa, mama yetu mpenzi, alikufa kwa kensa ya titi, mke wake yeye. Mpaka juzi nilikuwa nasema, maana kipindi hicho anakufa, mimi bado maskini mmoja tu, miskinun wahid. Juzi nilikuwa nazungumza na mama pamoja na mke wangu mkubwa, tukimtaja. Nikasema mama yetu yule tulikuwa tukimuita Mama Abdu. Kasema alipokuwa mwingi wa kushukuru, kipindi hiki ingekuwa katika hali hii ingekuwaje? Natamani angeniona katika hali hii. Na ule utu wake katika watu walompokea kaburini, na mimi niliingia. Kote sijalia. Nililia pale, kasema ndo kaondoka mcheshi kweli kweli. Ilikuwa kama masiara tu. Kama masiara tu ikamaliza kensa ya titi. Haya ni katika maradhi mabaya kabisa, na sasa hivi yametrend. Muombe Allah katika dua zako akuepushe wewe na kizazi chako na maradhi ya saratani, na kushikamana na mambo ya dini na Qur'ani. Inna lanansuru rusuluna in tansurullah, hiyo ndo yansurukum, inaingia humo kote. Tukimshika Allah atatunusuru na majanga kama haya. Maradhi ya pili yanaondosha watu kwa ghafla. Haya ni maradhi ya BP, ya pressure. Haya yanaua watu ghafla. Hatuna muda ya kuyahesabia. Unamkuta mtu ana viashiria vya maradhi haya na anakunywa maji baridi mpaka moyo unaganda katika kupiga. Hatari yake kubwa sana. Hata taki one time. Maradhi ya pressure yakianza, dalili yake ukipanda hizi ngazi, unahema, moyo unaenda mbio, wewe tarajia kupooza kwa ghafla, yote tarajia mishipa ya saktatu dimaghia kupasuka. Vitu vya pressure hivi ni vya kumwomba Mungu aweke nayo mbali. Na maradhi ya aibu mitume wa Allah walikuwa hawana. Maradhi ya aibu mitume wa Allah walikuwa hawapewi. Maradhi mengine ambayo yanasababisha saratani na hemorrhoid, maradhi ya ulcers. Ukisikia mtu ana vidonda vya tumbo, nyinyi mnavichukulia kawaida, ile ni kansa ya utumbo. Maradhi ya 4 ni arthritis, mabaya, maradhi ya mifupa. Maradhi ya 5 ni fibroid, haya nayo yanaleta kansa, uvimbe katika matumbo ya kina mama. Maradhi ya 6 hayo. Ya 7 ni maradhi ya sukari, diabetes. Sukari ni katika maradhi mabaya, yanazalisha pressure na mtu wale watu wa sukari wananielewa zaidi nikisema hivi. Kuna kipindi uli vyote vivyo kwa vizuri, shida mtindo mmoja. Maradhi mengine urinary system. Haya yanazalisha mpaka PID kwa kina mama, UTI. Usikubali kuwa na vitu kama hivi. Maradhi mengine ni maradhi ya prostate, tezi dume. Hii inaondosha watu sana hii. Hii watu wanakufa kweli kweli. Pamoja na maradhi ya ukimwi na maradhi ya mashetani. Kupitia jambo hili na kupitia hitimisho hili, kwa umuhimu wake kwa sisi tulokuwepo hapa. Kwa sisi tulokuwepo hapa, ukimwona ndugu yako ana maradhi ya saratani, kensa zote, tumeandaa dawa 2 kwa watu wa Busat watapata upendeleo. Kuna mimea miwili natamani niifanye sadaka jaria. Kuna vitu Jumatano hii Sheikh Omar alinipigia tufanye record. Kuna vitu nilitaka nifanye physical. Kuna vitu nilikuwa nitaka niweke wazi, na ingekuwa ni sadaka yangu kubwa sana wallahi. Kuna vitu ilikuwa nikuonesheni, alafu dunia nzima watu wote watengeneze wenyewe. So kuna baadhi ya material nimeyaachia kabisa. Hizi dawa hizi, maradhi mabaya kama ya saratani, hii ilimponyesha Mkenya mmoja. Mkifuatilia video zetu ili trendi, mamilioni walitizama video ile, na si mmoja, wengi. Basi kila nikishikaga hii kopo namkumbuka yule mamangu, mke wa mjomba wangu. Kila nikishika, wallahi leo ni siku ya Ijumaa, kaja binti, na si mmoja ila huyo namtolea mfano. Lile titi lake kile kichungo kimeisha, limejaa mabuje. Yani ukiona tu titi limejaa mabuje, hiyo hatari. Ana saratani huyo wa kwanza. Akapewa dawa apake nusu afe wa uchungu wake. Huwezi kupaka dawa moto hapa katika nanili. Akawa anakuja analia kwa sababu wengi wanaondoka. Nilimpa chupa moja mpaka leo mzima wa afya. Yule mwingine alikuwa anajisaidia hapa mabwana.
yule Mkenya anajisaidia kwa hapa, na watu wengi kwa sababu wamepata saratani ya bawasiri. Inawauma bawasiri, wanaijua nikisema bawasiri nini. Basi alitumia hii dawa akarudishwa ile hali ya kawaida kabisa kabisa. Sasa imepata na mpinzani wake. Hizi dawa za saratani walokuepo kule wazingatie, na nyinyi pia zizingatieni dawa hizi. Yani ukija hapa una dada yako, una mjomba wako, una shangazi wako, mtu wa karibu yako, usiende mbali. Shekhe, huu unga na haya maji nitakupa, na ukitaka pia nitakufahamisha hii formula. Kwa sababu haya maradhi mabwana, tukiamua kuyatibu kifamasia, uwezo huo kwanza hatuna. Ni pesa nyingi, maradhi makubwa haya. Kaja mzee mmoja wa Kiarabu kutoka Arabuni, ana kenza ya ulimi, subhanallah. Akifungua mdomo hapa wote hatukaishe. Hatukai. Kuna mjomba wangu mimi, mjomba wangu, ndugu yake na mjomba huyo. Mjomba wangu huyo, mimi niko mdogo, akanipandisha naye niende Tanga, alikuwa na kenza ya ulimi, basi zima linanuka usawa unaotoka katika mdomoni mwake. Alikufa. Njia nzima, mimi nilikuwa mdogo, namshuhudia anatapika tu muda wote. Ananunulia mimi vitu, maskini ananiambia kula. Sasa mimi nilikuwa mdogo, mbona yeye hali? Kumbe saratani inauma vibaya, yani yasikia ya maradhi. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anatupenda, ametubainishia kila kheri. Anasema Mwenyezi Mungu, kwanza tadau ya ibadallah, tibianeni. Mwenyezi Mungu hakuleta maradhi, ila kila maradhi yana tiba. Nasi tunasema sadaka Rasulullah. Sasa Waislamu wenzangu, mimea hii, kuna maradhi ya saratani, hadithi ndefu, Sheikh Shafi takuja kumwambia siku moja aichambue. Jitibieni na vyeusi viwili. Tena tunamwambia Sheikh Shafi kabisa, maarifa unayo, chungulia vizuri vitabu vya tiba hivi, tusaidie umma. Hali mbaya sana, hali ni mbaya sana. Hizi hapa dawa mbili hizi, tumalize dawa zingine ambazo zimesaidia watu, na hizi watu nimewaelekeza wengi, na leo nitaelekeza moja tu. Jamani, mtu yoyote ukimuona amevimba miguu, macho ya njano, shauri ya figo, chukua mafuta aina 3 pale Kariakoo utapata. Ala rasihim habbat sauda, chukua mafuta ya habbat sauda. Kitu cha pili, chukua mafuta ya kasti, wewe mwambie tu nipe kusti. Mafuta ya 3, Union oil, unatengeneza kitu kinaitwa zait mujarrab. Ukiyafungua hapa harufu inaenea huku kote. Hii ni dawa one time, inatoa sumu, yani ile njano yote uioni. Si akojoi mtu wa figo, anaenda kukojoa, anaenda kukojoa. Dawa yake hii huwezi kumtibia mtu maradhi ya kidney, sharti kwanza atoe sumu. Sharti atoe sumu. Akishatoa sumu ndo dawa hizi mbili. Hii nishakuelezeni sana mambo ya naana pamoja na hii. Hapa katika Busatu leo nitafanya takrima. Kama kuna mtu amezidiwa mpaka anafanya dialysis, ameshatobolewa, anatolewa maji ya tumbo kwa siku, haruhusi kunywa hata lita, huyo kafikia pabaya. Yani nasema wazi, mtu mmoja kwa sharti, kama ana mgonjwa huyo, nataka kampe leo hizi dawa, alafu Busatu lijalo aje atupe ushuhuda, atapata ushuhuda wa kuponyesha mgonjwa wake. Shekhe, tutakupa yule tena, nampa kabisa Sheikh Hassan. Wiki ijayo atula Shekhe, hizi dawa tunampa Sheikh Hassan. Kwa hiyo mtu mwenye problems ya al-kidney au kidney stone au issue ya ini au bandama, Shekhe, hizi hapa dawa zake 3 hizi. Barakallahu fikum. Sheikh, tunakomba ushuhuda. Kwanza tuambie mgonjwa yukoje kwanza. Sije ukawa umeenda kumpa mtu mzima, yuko hali gani kwanza tuambie. Mgonjwa huyu, naam. Aha. Sawa. Yuko hapa, yuko mkoani. Sasa tunataka kabla ya kutumia pime kiwango cha sumu, alafu akishatumia Ijumaa uje utuambie sumu zimepunguaje na ile njano yake, au kama inawezekana uje naye, lakini ungempiga picha tuone kabla hajaja hapa, tuone uvimbe wa tumbo ili kupata yakini ya dawa hii. Ngoja tumalize, alafu utaniuliza infradi kwa sababu hatujasali. Ngoja twende alafu tutarudi. Dawa nyingine nitatoa dawa mbili jamanini, hizi dawa zishikeni. Kuna dawa namba 3.
Dawa namba 3 ni dawa za matatizo ya moyo. Sisi Waislamu tunazana sisi. Dawa za moyo nitakutajia moja tu. Hapa ndani yake kuna tunda linaitwa amla. Anayeweza kuandika amla sasa hivi tu katika internet, ili tunda linapatikana India. Kwa huku kwetu tunaita aliamza. Hii bwana, hii amla ni tunda Wahindi wanalitegemea hospitali mwao kwa ajili ya ishu ya moyo. Na hiyo amla na kuongezea ndio ilo trendi kutibu corona sasa. Nikumalizie kabisa. Sawa Hii ni dawa ya moyo, ni dawa ya moyo, iwe moyo mkubwa, iwe pressure ile ya kupanda, iwe inashuka sana. Manake dawa za pressure inaoshuka, mtu apate insulin, sijui mchunga, sijui ubuyu, sijui nini, hayo tutakuja kuyazungumza. Lakini hizi dawa, kama kuna mtu ana shida sana ya moyo, dawa hizi mbili hizi, zipo 3 lakini leo nimekuleteeni 2 hizi hapa. Hizi dawa hizi zipigeni picha, hasa kina Shedarasa tunakutegemeeni, tunachelewa hapa kwa ajili yenu nyie basi. Haya, dawa nambari 4 katika maradhi haya ya hatari ni madawa ya ulcers. Hii dawa ya ulcers, vidonda vya tumbo, kuna dawa aina 3. Kuna dawa inaitwa mradhu batnia. Hii dawa utafikiri inatengenezwa ya Oman. Hii dawa bwana imenipa heshima sana Oman. Hii dawa imenunua moja kati ya gari. Kwa sababu hii dawa ukimpa mtu, wacha nitolee ushuhuda. Maana ina ushuhuda mpaka nishachoka sasa. Ina ushuhuda mpaka nishachoka hii dawa. Kwa haraka kwa watu tuliokuepo hapa, tunaye ndugu yetu, mjomba wangu huyu ndo aliniambia tumchangie, yuko hospitalini atakakufa, ameshindikana, anatapika na kuharisha damu, madonda ya tumbo. Mimi nikasema, sasa mimi sinchangie dawa tu, kwa sababu mimi najua hilo jamani, kalazwa Mwananyamala hospitalini, mnielewe. Shekhe nimempa hii chupa moja, katoka mzima, chupa moja. Sasa mimi ninasemaga mtu hamalizi hii chupa. Kwa hiyo vidonda vya tumbo vinakalisha watu, vinaua watu. Sasa mimi kwa ukorofi wa vidonda vya tumbo nikatoa dozi namba 1, namba 2 na hii namba 3. Kwa hiyo mtu akiwa na problems za mambo hayo, hizi ushazi screenshot zichukue, zitakusaidia sana. Haya ni katika maradhi magumu na ni katika maradhi mabaya sana. Lakini sanjari na hayo, dawa nyingine ambayo Mombasa imefanya kazi vizuri, matatizo ya arthritis, wanaita matatizo ya mifupa. Hii dawa tuliipikaga hapa wote tukalia inavyotoa machozi. Dawa ya kumasaji nzuri sana. Kuna mmea unaitwa mtamba jamani. Mtamba ni sawasawa ni zaidi ya kongoro. Sagika pingili na nini. Kingine utacheka, usicheke. Hii shekhe ni shairi. Shairi unajua ni nini? Ngano. Ile ngano unaipika na mafuta ya zaituni khalas. Yani ni tiba ya viungo vyote na ni tiba ya matatizo ya kumbukumbu. Mtu ambaye hifadhi yake ndogo na kusahau, basi huu ndo uchawi wake huu. Kwa hiyo mtu akiwa mwanangu hasomi vizuri, kichwa kimestopika, juzua zingi, hapa hatuna badilisha stika. Namwambia hii utampa. Sijui viungo, nambadilisha hii tu. Basi ngano ni tiba ile. Tiba ya hali ya juu. Lakini ndio hivyo mpaka upate maarifa yake. Wakati sisi tunacheza mashurati, tunaambiwa hichi kidole chako ni silaha kubwa, ila mpaka upate elimu ya silaha hiyo. Haya, zingine nafikiri hatutomaliza. Jengine la mwisho, kina mama, vile vyeusi viwili. Shashafi hadithi hii tutaitengenezea mazingira. Vyeusi viwili jamani, miongoni mwao shubiri. Shubiri zipo nyingi, kuna shubiri dukhani. Vyeusi viwili tujilazimishe navyo. Mustafa anatuambia vinatibu vimbe za kina mama. Wakina mama nimewatengenezea dawa hii hapa. Hii dawa hii ina vidonge vyeusi. Hivi vidonge hivi ndani yake mna aloe vera, mna baadhi ya dawa zilizotajwa katika hadithi. Hivi vidonge hivi, yani mtu anakata uvimbe wa kizazi bila operesheni, na akifanya kwa njia hiyo ni bora sana. Sasa nimemwekea hii pamoja na dawa hii na nikamuongezea hii kwa ajili ya PID, joto vimbe. Humu mna mmea unaitwa mpingi. Mpingi tu kali yako.
unaupita hivi hivi mpingi, habari zake nzito. Kwa hiyo dawa za uvimbe pia vile vile kwa kina mama hizi hapa 3. Lakini dawa nyingine hii nitakwambia, na nishasema sana na nimepata big up, lakini mniombee dua, msiache kuniombea dua. Hii dawa nakupa bure, dawa ya diabetes. Chukua jani la mgomba Sheikh. Hapana, sio hii ya jani la mgomba. Jani la mgomba bado. Chukua kitu kinaitwa karotipoli. Jina lake la kizungu sijalihifadhi. Ni kiazi hichi Sheikh. Huku Zaramuni kimejaa, humu mtaani kama maua. Hichi ndo kimesagwa humu. Sukari mama inapotezwa na hii, kwa sababu hii karotipoli ilivyokuwa siri yake inaondosha sumu kwenye kongosho. Wale watu ambao ilikuwa kingatwa na nyoka anakula mmea ule. Sasa embo angalia, inatoa sumu ya nyoka. Vipi sumu ya sukari ishindwe kutoa? Dawa ya hatari. Afu dawa baridi, dozi yake nimefanya chupa 3 hii. Chupa 2 hizi na chupa ya mwisho ni hapa. Ni chupa ya unga hii hapa. Ila hii ni chupa moto. Kama mtu ana matatizo ya figo hawezi kutumia hii. Lakini hii mtu yoyote mjamzito anaweza akatumia dawa kama hii. Na hizi dawa zote watu wa Busatu wanahusika Mwenye shida tutaongea kwa herufi kubwa anasemaga. Sawa? Dawa nyingine naomba nikupe faida afu niombee dua. UTI. Aisee, utanishukuru wewe. Sasa sinikuongezee kabisa. Japo naogopa kusema. Maradhi ya kisasa kuyaongezea CD4 kwa one time. Chukua jani la mgomba na kivumbasi dume. Unapata kitu hichi kinaitwa Majmua al-Amradh. Majmua al-Amradh. Hii bwana, mtu ameoza na madonda sasa hivi kwa sababu ya maradhi ya kisasa. Yani ukimpa sasa hivi mpaka kesho kasha vimekauka na amesimama na ana nguvu. Swalla ala nabii. Bwana, hii imeniheshimisha sana hii. Pia mpe mtu hii. Lakini pia dawa hii ukijua kwanza si vitu vinapatikana kwa wepesi. Kuna mzee wetu bado miaka kidogo atafikia miaka 100. Yule kule alitoa taaluma hii, Allah amlipe kheri. Hii dawa huko alikoenda kunipeleka sasa, yani ndio jua linakogeuzia bwana. Huko hata Dhulkarnaini hajafika huko. Sawa? Sasa dawa hii ongezea na mkunde na sufa nyeupe na kamun abyad na kamun aswad. Unapata dawa nzuri sana ya UTI. Mkojo msafi, upate chupa yako moja na mke wako. Hii habari ya UTI huisikii tena. Kwa sababu ni maradhi yanasumbua, yanaleta homa na kadhalika. Lakini pia dawa ya mwisho ni dawa ya ngirimaji. Tunasema barijin wa hashijin moya, yani lile busha. Basi dawa zake ni hizi 2 hizi. Mtu mwenye mshipa tumpe dawa hizi 2 hizi, atakaa sawa kabisa. Lakini pia dawa za mwisho kabisa hizi, naona mtasikiliza tu. Hizi za kina baba hizi. Wanaume kuna mshushua mbuzi, kuna mshushua habari ya mjini. Huu mti wa mshushua mbuzi ukionekana natafuta mshushua mbuzi, kwanza mtu anakuangalia, wani ndio mshushua mbuzi ule na karanga. Sasa mshushua mbuzi na dawa iliyochanganywa vitu 13 inaitwa dhofu jinsia pamoja na maulidatun. Hizi ni kwa ajili ya kina baba, lakini pia hayo maradhi yote yanaweza yakasababishwa na mashetani. Mtu ambaye ana mashetani, dawa zake tumemwekea 4 kwa leo. Sihiria shqiyu poda, sihiria shqiyu bukhur, sihiria shqiyu massage. Hizi zote ni kwa ajili ya mambo ya hasadi, vifungo, na hii wikaya ni kwa ajili ya kuikinga nyumba. Kwa ajili ya kuikinga nyumba. Wanasema kazi na dawa. Sasa mimi niseme tambihi moja kwa wanabusat. Hatutoruhusu siku za mbele mtu anakuja kushiriki na sisi busat afu anaumwa. Ofa nyingine tunaotoa, mimi ni daktari wa tiba za mitishamba. Sawa
hali yoyote, kifua hakiko sawa, dawa za vifua tunazo. Na watu wa Busatu hatukupeni taklifu eti mlipie, hapana. Isipokuwa ukiwa na maradhi tutatengeneza mazingira yale mabaki ulambe ili ukae sawa. Isio unakuja kwa Busatu hata ndoa ishashindikana, utakuwa mtihani mkubwa sana. Tupigieni wambali wenzetu mnaotamani kuwa na sisi kwa namba hizi, nafikiri ushaziona. Na namba zingine hizi nafikiri ushaziona. Na namba zingine hizi hapa nafikiri ushaziona. Na za mwisho hizi hapa, ambapo tunapatikana nchi ya Tanzania, Buguruni Rozana.